vipi? Sorry, kamera yangu haioni vizuri tena, kuna jua balaa, lakini mimi nataka tuongee hivi. But before ya kuongea, make sure you subscribe, comment and share. Na please, nataka comment zenu hapo chini, niambie kwamba hiki ninachosema ni kweli, lakini kama ni ushauri utachukua. Kama auoni, utaona kwamba huwezi kuchukua ushauri huo, it's okay, lakini share this video and comment, share. Mimi kuna siku moja nilipitia shida, masimango, mateso, kusemwa, kudharauliwa. Kuna siku nikakaa, na kuna siku nikanyamaza. Kuna siku nikasemwa tena, nikaangalia, kuna kitu niliona mtandaoni, nikasema Mungu wangu, kwa nini Mungu nataka hiki wengine wanacho? Kwa nini Mungu nakitaka hiki sina na wengine wanazo? Mbona wanafurahi? Mimi nimekukosea nini? Mimi nilikutendea nini Mungu? Kwa nini hutaki kunipa hivi? Kama vya ule, kama vya fulani, mbona fulani na amani, mbona furaha yuko vizuri, nini na nini. Jamani, sitorudia tena. Yaani ilikuwa kama ni Roho Mtakatifu, kama Mungu amekupiga kofi kabisa, hiyo sauti kaniambia, kuliko kuomba vya kwako, unaomba vya mtu mwingine. Unaomba vya mtu mwingine. Kwa nini usiombe vya kwako? Huyo mtu mwingine unavyoona kwamba hana shida, kwamba alipata hiki wewe ambacho huna, unajua alikipata vipi? Au unajua anapitia nini na hicho kitu? Au huo mtu jamani, ana huo mume au mke kwa mfano, ndio hivyo vimezagaa, watu wanasema wewe huolewi, wewe hujaoa, sijui na nini. Yaani unajua hizo nyumba hizo za wao waume na wake wanapitia nini kwenye hizo nyumba? Wanapitia nini kwenye hizo nyumba? Unajua matatizo, unajua kwamba wanalala kukikucha tu wanacheka, lakini usiku au kwenye mioyo yao unafikiri wana furaha. Kwa nini usiombe vya kwako? Uombe vya kwako, useme Mungu nataka hiki, nataka mtu wa aina hivi, nataka kitu cha aina hivi. Usijaribu kutamani vitu vya mwingine na hujui hivyo vitu amevipata vipi, na hujui maisha yake sasa hivi alivyofuata hicho kitu, maisha yake yako vipi. Usijaribu kuomba vya mtu mwingine. Omba Mungu akupe vya kwako wewe mwenyewe, na imani yako na your patient, ujue kwa kukihendo, kwa sababu Mungu atakupa kile kitu ambacho kinalingana na akili yako na imani yako wewe mwenyewe ya kukihendo kwenye maisha yako. Usije ukatamani mtu vya mwingine. Yule ambaye alipata yule mwingine, Mungu aliona kwamba wale kabisa ni good match, wataweza kufanya nini? Kuendelea yana hivyo. Mnanielewa? So usiwahi kutamani vya mtu mwingine, hujui anaishi vipi, hujui kwamba hicho kitu alichokipata anakula, anaishi, ana furaha, hana stress. Omba kitu cha kwako wewe mwenyewe. Usifananishe vitu vya mwingine na vitu vyako. Acha hiyo tabia ya kutamani. Tangu hiyo siku sijawahi tena. Yaani namuomba Mungu nipe hiki, Mungu nipe hiki cha kwangu, Mungu naomba hiki. Kama ni hiki ni hiki ni hiki, ambacho Mungu yeye mwenyewe atangalia kwa akili huu na imani ya huyu, ngoja nimpe hiki, ataweza kukihendo. Usije ukaomba vya mwingine, hata vile Mungu ambavyo amekuandalia, hata vile ambavyo vya mwingine ambavyo unaviomba vyote ukose. Ubaki tu ni mbona Mungu hakuelewi. Mungu kuna vitu alikuandalia kulingana na imani yako na akili yako na uvumilivu wako
You're patient everything. Ukikalia kwamba vya mtu mwingine, nataka vya fulani, nataka vya fulani, mbona vya fulani, ujui yule fulani anapitia nini. So learn to muomba Mungu kwa vitu vyako wewe mwenyewe. Usitamani vya mwingine. Utakuja kutamani vya mwingine uishie jela. Utakuja kutamani vya mtu mwingine ufe na stress na anxiety. Utakuja kutamani vya mtu mwingine uishi maisha mafupi kuliko kuishi maisha marefu. Jamani, subscribe, comment, share. Mungu awabariki. Nawapenda sana. So comment down below kama nimesema kweli au nimedanganya. Nawapenda. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Ifika kwenye practice. Mungu awalinde. Wote ambao mna subscribe, endeleeni kusubscribe. Mungu awabariki. Nawapenda. Thank you guys. Right. Tumefika kwenye practice ya leo. Ndo maisha yalivyo. Omba vitu vya kwako wewe mwenyewe. Alright.